wakati mwingine tena ambapo tunakutana tuendelee kufahamishana yale yanayojiri katika taifa letu hili la Tanzania. Mtazamaji na mfuatiliaji wetu, leo ni siku ya tarehe 9 Disemba ambapo ni siku ya uhuru wa Tanzania, ambapo tunatimiza miaka 64 ya uhuru wa taifa la Tanganyika. Sasa mtazamaji na mfuatiliaji wetu, leo kumekuwepo na matukio mbalimbali ambayo yamekuwa yakisambaa katika mitandao ya kijamii, ikionyesha video mbalimbali ambazo zimekuwa zikisambaa katika mitandao ya kijamii na kuonyesha kwamba kulikuwepo na maandamano ya amani, lakini tukaweza kuona mkuu wa mkoa wa Mwanza ameweza kutolea ufafanuzi kwamba video ile ambayo imeweza kuonyesha mwananchi akiwa anaongea na jeshi la wananchi JWTZ pamoja na hadhira ya wananchi, kwamba video hile ilikuwa sio ya leo bali ilikuwa ni video ya tarehe 29 Oktoba katika maandamano yaliyopita. Sasa baada ya hayo yote, twende moja kwa moja kwenye habari yetu ambayo kwa tunakusogezea kwa siku ya leo, ni kuhusiana na kile ambacho ameweza kukisema Askofu Bagonza. Askofu Bagonza amesema kwamba Tanzania haikuwa koloni, uhuru ni Tanganyika. Miaka 64 imepita tangu Tanganyika ipate uhuru kutoka kwa mdhamini wetu Uingereza. Mkoloni wetu wa kweli alikuwa ni Mjerumani. Kiuhalisia, mdhamini na mkoloni walikuwa ni wale wale tu. Leo tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka 2025 tumeisherehekea siku ya uhuru tukiwa uani, bandani, Mnyororoni na ndani. Tofauti yetu na walioko Keko, Ukonga na gereza la Segerea ni mdogo. Wanakula kwa kengele, tunakula tukisikia njaa. Tutafakari. Sasa hapa tuanze kutafakari na Askofu Bagonza. Askofu Bagonza ameanza na tafakari yake ya kwanza akisema, Tanzania ilizaliwa mnamo mwaka 1964, kwa hiyo haikutawaliwa na mkoloni toka Ulaya. Leo tunakumbuka uhuru wa Tanganyika isiyokuwepo, lakini ardhi ya watu wake vipo. Kama Zanzibar wamepumzika leo, ni kwa ajili ya ujirani mwema. Siku hii ya kihistoria haiwahusu. Tafakari ya pili, anasema kuwa watu wengi hawana shida na Tanzania, wana shida na Tanganyika. Tanzania ni tunda la Tanganyika. Kama Tanzania ina shida, itafute kaburi la Tanganyika. Mbona tunaendaga kwenye kaburi la baba wa taifa? Tafakari ya tatu akasema, uhuru hauna hesabu. Kilo, mita, kimo, kina wala nyuzi joto. Uhuru ni utu, heshima, thamani na tunu yetu. Viongozi na watawala wetu wana ruhusa ya kuulinda na kuongeza tu. Hiyo tafakari ya tatu ikawa imeisha. Tafakari ya 4 anasema kuwa tofauti za mitazamo kuhusu uhuru ndio utajiri wetu. Waasisi wetu walilenga tupate uhuru wa kujieleza, kukusanyika, kuabudu na kujitawala. Barabara, shule, reli, ndege na mwendo kasi ni matunda ya uhuru, sio uhuru wenyewe. Tusirogwe kulinganisha vitu na uhuru wetu. Akawa amaliza tafakari yake ya 4, akaingia katika tafakari ya 5, akasema kuwa kama tusivyotaka mataifa mengine kutuamlia mambo yetu, ndivyo tusivyopenda watumishi wetu, hapa akimaanisha viongozi wetu, kupunguza uhuru wetu kwa kisingizio chochote. Hatukuwakataa wakoloni kwa sababu ya rangi zao,
tulikataa matendo yao yaliyokuwa yanatunyima uhuru na kufanya tukae bandani kama kuku. Tafakari ya 5 na yenyewe imeisha. Tafakari ya 6 inasema waasisi wa taifa hili waliutafuta uhuru wetu bila kumwaga damu, waliudai bila uoga. Kuogopa ni sifa ya uruka ya mkoloni. Viongozi wetu waikatae sifa hii. Taifa huru ni watu huru. Tulipokataa ukoloni, tulikataa hofu, yani fear, iliyoletwa na mkoloni. Hatuwezi kurejesha hofu bila kurejesha ukoloni. Uhuru na hofu ni madai ya milele. Tafakari ya 6 ikawa imemalizikia hapo, lakini katika tafakari ya 7 anasema kuwa maridhiano yanahitaji uhuru. Bila uhuru, maridhiano yanatawaliwa na ndio kutoka upande mmoja na hapana upande wa pili. Mazingira haya yamelazimisha kizazi cha serikali yenye ujuzi mdogo katika kukabili hoja na migogoro, yani critical engagement and dialogue. Yani ushindi ni sumu ya maridhiano. Tafakari ya 7 iko imeisha. Twende katika tafakari ya 8 ya Askofu Bagonza. Askofu Bagonza anasema kuwa kuadhimisha tukiwa tumefungiwa majumbani huku mitaa imejaa maaskari kama tuko vitani ni ushahidi wa kushindwa kukabiliana na hoja na makundi haya. Akaanza kuyataja makundi hayo: 1, wapinzani; 2, jumuiya ya kimataifa; 3, wapinzani wa ndani wa vyama vya siasa hasa ndani ya chama tawala; 4, kizazi kipya yani Gen Z; 5, jumuiya za kiimani; 6, asasi za kiraia; 7, majirani zetu na kadhalika. Akaendelea kusema kuwa ukiangalia kiwango cha uvujishaji wa siri, kimya cha waliotazamia kusema, sauti za waliokuwa kimya na mwangwi wa kutengwa kwetu kama taifa, unaona hombwe kubwa katika weredi wa kukabili kwa hoja. Mtutu au jadili, ukichoka kutazama mbele, unatazama nyuma, shtuka. Tafakari ya 8 ikaishia hapo. Twende katika tafakari ya 9 ya Askofu Bagonza. Askofu Bagonza katika tafakari yake ya 9 amesema kuwa tabia moja ya utawala usiokuwa tayari kukabiliana, yani kuengage na maridhiano, ni kuchelewa kufanya maamuzi au kutegeana katika kufanya maamuzi. Matokeo yake ni kutumia suluhisho la juzi kwa tatizo la leo. Msingi wa maridhiano yoyote ni kuweka silaha chini, minyororo yote chini, marango ya magereza yawe wazi, madaraka yote yawe chini isipokuwa mamlaka. Tafakari ya 9 ikawa imeishia hapo. Twende katika tafakari ya 10 ya Askofu Bagonza. Anasema kuwa Wajaruo wanafundisha kuwa si kila uhalali wa kisheria unaendana na kukubalika, yani legality versus legitimacy. Legality versus legitimacy. Tumefanya uchaguzi kisheria, lakini kukubalika kwake kunaojiwa hata na waliousimamia. Uchaguzi ulikosa uaminifu na uangalifu. Serikali sio malaika na malaika sio serikali. Serikali, bunge na mahakama ni mali ya wananchi. Wasikilizeni, msikilize washauri,
maana wako kwenye ajira. Mkichelewa, siku isiyo leo, Mjaluo atajifunza Kiingereza. Akamaliza kwa kusema kuwa Kristo alituweka sisi huru ili tuwe huru. Kwa hiyo simameni imara, wala msikubali tena kulemewa na minyororo ya utumwa. Wagalatia 5 mstari wa 1. Akawa amemaliza kusema hayo Askofu Bagonza. Je, nini maoni yako?